Na nilikwambia awali tutakuwa na wageni wapo ndani tayari wamesheheni kweli kweli. Tutakuwa naye James Msando. James Msando, karibu sana. Shukuru sana Sauda. Huyu ni katibu mtendaji wa PPAA, lakini vile vile Alex John, karibu sana. Asante. Alex Haramba, simeka vizuri hapo. Alex Haraba. Haraba, basi sawa. Lakini na huyu ni kaimu kamishna idara ya sera za ununuzi wa umma, Wizara ya Fedha. Karibuni sana kwa mara nyingine. Nashukuru sana Sauda. Haya, tukizungumzia tunaposema mnyororo wa ugavi, hili neno ugavi lenyewe, mnyororo wa ugavi una maana gani hasa? Kwa lugha nyepesi ambayo msikilizaji wetu atakuwa anajua nini ambacho kinazungumzwa. Asante sana Sauda. Na mimi pia nishukuru pia kwa kutukaribisha. Nashukuru Azam, lakini pia nishukuru uongozi wangu au uongozi wetu kupitia katibu wetu mkuu Dr. Natu Mwamba kwa kutupa nafasi hii ya kuja kutoa ufafanuzi au maelezo kwa umma kuhusiana na swala zima linalohusiana na masuala ya mnyororo wa ugavi. Mnyororo wa ugavi ni dhana pana. Ni dhana pana kwa maana ni dhana ambayo inahusisha usimamizi wa matumizi ya serikali, matumizi ya rasilimali za serikali ambazo zinafanyika kupitia hatua mbalimbali, kuanzia hatua ya kutambua mahitaji ya serikali ni yapi kwenye taasisi mpaka hatua ya kuziondosha. Sasa katika hatua hizo zinaanzia kwenye hatua za kufanya ununuzi, ambao kiutaratibu ununuzi wa serikali unafanyika kupitia sheria ya ununuzi wa umma na kupitia mfumo wa ununuzi wa kielektroniki unaotambulika kwa jina la NeST. Sasa taasisi zikishaainisha mahitaji yake, zikishaandaa mipango, inafanya michakato kupitia huo mfumo, baadaye inanunua bidhaa. Bidhaa zikishanunuliwa, huwa kuna baadhi ya bidhaa zinanunuliwa kutoka nje ya nchi, huwa zinapokelewa, zinagombolewa na kuondoshwa kutoka kwenye bandari au viwanja vya ndege. Hapo ununuzi unakuwa ni hatua ya pili ya ununuzi huo. Hatua ya tatu sasa, hizo bidhaa huwa zinachukuliwa na kuwekwa sehemu ili kwa ajili ya usalama. Ndio kuna store au magara. Na hatua inayofuata ni hifadhi na kuanza kufanya matumizi. Sasa uhifadhi na matumizi unategemeana na aina ya bidhaa. Kuna bidhaa ambazo zikipokelewa, kwa mfano umenunua kompyuta, ikishagawiwa ikaletwa kwa mtumiaji, hatua inafuata mtumiaji. Lakini vile bidhaa ambazo inabidi zitunzwe, basi zinakuwa zinatunzwa sehemu salama kulingana na aina yake ili zisiharibike. Zinaweza kuwa bidhaa za aina gani? Ni bidhaa zozote, kwa mfano kwenye mashule vyakula, kwenye hospitali zetu madawa ambayo yanakuwepo yako tayari kwa ajili panapohitajika uhitaji basi yanatumika. Kwa hiyo baada ya matumizi, hatua nyingine inayofuata ni sasa kuondosha. Imefikia ukomo, labda madawa yameexpire, muda umefika, basi yanabidi yaondoshwe. Au gari limetumika, imefika muda linakuwa hasara kwa serikali, basi tunaziondosha. Sasa utekelezaji wa shughuli za mnyororo wa ugavi unafanyika kwa kutumia sheria mbalimbali. Lakini sheria mama ni sheria ya ununuzi wa umma. Kuna sheria nyingine ambazo zinasimamia, lakini mama ni ile ya ununuzi wa umma sura namba 410. Sasa katika utekelezaji huo utaona kuna mambo mbalimbali hapa katikati ambayo nimeyasema. Kwamba kuna mamlaka mbalimbali zinaingia na taasisi zinaingia kama mtekelezaji wa sheria. Kwa kifupi hiyo ndio dhana ya mnyororo wa ugavi. Sasa kuna mambo hapa katikati mengi sana ambayo yamepita hatua mbalimbali kuanzia huko ukoloni mpaka sasa hivi kuhusiana na masuala ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi. Tumekuwa na mabadiliko ya sheria mara kadhaa. Sasa hivi tukaja na sheria mpya kabisa ambayo ilitungwa upya mwaka 2023 namba 10 mwaka 2023. Hiyo sheria sasa ndio imefungamanisha shughuli zote za mnyororo wa ugavi ambazo nimezieleza na kuzifanya jumuishi, ili sasa utekelezaji wake umewekewa misingi. Sasa kila hatua imewekewa msingi kuanzia ile hatua ya ununuzi mpaka kuondosha, ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na usawa, ili sasa tupate thamani halisi ya fedha.
Sawa. Umetuambia hapo namna mnyororo wenyewe ugavi ulivyo, unavyokuja, unavyohifadhiwa, lakini mpaka mwisho kwa watumiaji. Na shughuli kuu ambazo zinaunda mnyororo huo ugavi katika sekta ya umma ni zipi? Shughuli kuu ni zile hatua sasa. Kwamba kubwa kabisa ni kwamba sasa hivi kwa muktadha wa sera, mahitaji ya ununuzi yanapaswa au yanatakiwa kufanywa na taasisi ununuzi kuzingatia malengo ya ununuzi. Ndio ya kwanza sasa hapa tunanunua sasa. Nyingine sasa ndio ile nimesema kugomboa na kuondosha kwa aina ya bidhaa zile ambazo labda zimeagizwa kutoka nje ya nchi. Baadaye ni unatunza, unahifadhi, unatumia, unasambaza, kwa sababu kuna taasisi ziko na matawi kwenye mikoa au sehemu nyingine. Sasa unakuta vitengo vile vya ununuzi kiko makao makuu, kwa sababu kuna sifa ambazo zinafanya kuanzishwa kitendo cha ununuzi. Sheria inatamka hiyo. Kwa hiyo ile bidhaa sasa inatoka pale, inabidi itoke kwenye ofisi ya makao makuu apelekewe mtumiaji katika eneo alilopo. Hiyo ndio usambazaji. Alafu nyingine sasa ndio kuondosha. Sasa uondoshaji unategemea na kuna sheria mbalimbali zinazoondosha. Kwa maana sheria au ya ununuzi wa umma ambayo inasimamia shughuli za mnyororo wa ugavi, uondoshaji unafanyika kwa tenda. Uondoshaji mwingine unafanyika kwa sheria ya fedha ambayo inasimamiwa na mhasibu mkuu wa serikali. Na kuna sheria nyingine nyingi tu. Sawa. Awali tuje kwako James hapo. Amezungumza Bwana Haraba hapa. Mchakato jinsi ulivyo. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza, labda nawaza, kwa hiyo kama kuna kompyuta, labda kuna dawa na duka langu binafsi, au labda kuna vitu ambavyo anadhani anaweza kununua, anaweza kuvifikiaje? Ule utaratibu kwamba ili uwe na vigezo gani uweze kupata? Labda tu nijaribu kusema kwamba vigezo huwa vinatajwa kwenye zabuni husika. Na zabuni husika huwa zinatangazwa kupitia mfumo wa NeST, ambao ni mfumo ambao ni maalum ambao serikali imeanzisha, na uko kisheria kabisa. Kwenye sheria ya manunuzi ni takwa kwamba mzabuni au taasisi nunuzi ili aweze kutangazia wazabuni zabuni, lazima au amejiunga na mfumo wa NeST. Sasa kama pia mzabuni anataka kupata nafasi ya kushiriki kwenye zabuni yoyote ya serikali, lazima awe amejisajili kwenye mfumo wa NeST. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima uhakikishe kwamba umekidhi hicho. Alafu utakuwa na fursa sasa ya kuangalia zabuni ambazo zinapatikana. Sasa zabuni yenyewe huwa inatoa vigezo. Kama ni kompyuta itatoa ni za aina gani, ni brandi ipi, zitatoa vigezo ambavyo mzabuni anatakiwa avikidhi. Hivyo ndio vitu ambavyo ni vya msingi sana, kwa sababu kila zabuni ina vigezo tofauti tofauti kulingana na kazi. Kama alivyosema kamishna hapa, ukizungumzia madawa yana vigezo tofauti. Ukizungumzia ni kama ni madawati yana vigezo tofauti. Ukizungumzia magari yana vigezo tofauti. Kwa hiyo mwisho wa siku kila zabuni inapotangazwa utakuta kwamba kuna vigezo ambavyo vimewekwa ambavyo mzabuni anatakiwa avikidhi. Na akivikidhi inawezekana akapata kulingana kama atakuwa ametoa bei ambayo serikali inatafuta, kwa sababu mwisho wa siku serikali niwekee msisitizo lile ambayo amesema thamani halisi ya fedha, kwa sababu hatuhitaji kununua kitu ambacho mtu akija kutuangalia anasema kwani hamjui soko kwamba hicho kitu kinauzwa bei gani? Kwa hiyo ndio maana kwenye utangazaji wa zabuni utakuta kwamba wazabuni wanashindanishwa kwamba wamekidhi vigezo, lakini pia kwenye bei ambao watakao kuja kuitoa kwa ajili ya serikali wanashindanishwa. Yule atakaye kuwa wamefika kwenye hatua ya kulinganisha bei na akaonekana kwamba ana bei ambayo itakayoifanya serikali ipate thamani halisi ya fedha, atapewa zabuni husika. Sawa. Kaimu hapo na kuna commissioner ulikuwa kama unataka kuzungumza. Kuna hili kama liko ndani ya haya tunazungumza kwamba
tunasikia labda tenda zimeshindanishwa, watu tayari wamepata, kampuni fulani imepata au mtu fulani anapata, lakini baadaye inaonekana kwamba hakukidhi vigezo. Hii huwa inatokeaga vipi? Kutokidhi kigezo kwa sasa hivi ni ngumu kidogo. Ndio maana katika maelezo yetu tunaendelea kusisitiza kwamba tumeweka misingi ya kisera ambayo inalenga kuimarisha mifumo kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya 7 ambayo nimezitaja. Sasa na tuna mfumo, ni imani ya serikali na ni maelekezo ya serikali, haya mambo yote yatakapofanywa au yanapotekelezwa inapotekelezwa kupitia mfumo, kutakuwa na huo uwazi na uwajibikaji wa kila hatua. Lakini uliuliza kwamba endapo mtu hajakidhi vigezo, kuna taratibu ziko kwa mujibu wa sheria hiyo, ambazo ndugu yangu nafikiri anaweza kaeleza vizuri kwamba endapo mzabuni au wazabuni wameomba tenda na hawajalizika, liko kwenye eneo la ndugu yangu hapa. Na ndio maana tuko wote hapa, yeye anaweza kalifafanua vizuri zaidi. Tupitishe kidogo sana. Labda tu Sauda, nianze kwa kusema ni vizuri watu wakielewa taasisi ambayo serikali imeweka katika mabega yangu kuongoza kupitia Wizara ya Fedha. Naongoza taasisi ya Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Na ukifuata mabadiliko ambayo yametokea katika sheria ya ununuzi wa umma, utagundua kwamba tumekuwa na mabadiliko ambayo ni kama ya hatua 4 hivi. Tulianza na sheria ya 2001 ambayo ilianzisha Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Tukaja 2004, sheria ikabadilika, bado tukabaki kuwa Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Na tukaja 2011, hizo sheria zingine zote za nyuma zilikuwa zimefutwa. Tukawa na sheria ya 2011 namba 7 ambayo bado iliuisha Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Na tukaja kwenye mabadiliko ya 4 ya 2023, sheria namba 10 ambayo bado imeacha msingi kwamba Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma bado ipo. Sasa kiangalia, sisi tumepewa majukumu serikali imetukabidhi majukumu ya kuhakikisha kwamba tunapokea, tunasikiliza na kutolea maamuzi malalamiko na rufaa zinazoibuka kwenye mchakato wa ununuzi wa umma, kama ambavyo kamishna hapa alikuwa anazungumza. Kwa hiyo wazabuni wanapokuwa na malalamiko, wanapokuwa na rufaa, wataanza na taasisi nunuzi husika, kwa sababu pale kama ni lalamiko lako lazima uanze na taasisi nunuzi husika ukipeleka malalamiko yako kwa afisa masuhuli. Sasa mkishindwana baada ya afisa masuhuli kwamba ametoa maamuzi na hukuridhika bado na maamuzi ambayo ametoa, unapewa, sheria imetoa fursa ya wewe kuja kwetu Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Kwa maana nyingine, sisi tunaangalia kwamba usawa, uwajibikaji na haki imetendeka katika zabuni za umma. Lakini pia jukumu lingine ambalo tumepewa ni la kupokea na kusikiliza wazabuni ambao wamefungiwa, kwa sababu wakati mwingine unakuta kwamba kuna wazabuni ambao ni wakorofi, ambao labda wametelekeza miradi, labda wamedanganya. Kwa hiyo mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma PPRA inatoa kusudio la kuwafungia, lakini serikali haikuziba mianya ya watu kutopata fursa ya kusikilizwa. Kwa hiyo inatoa fursa pale ambapo mzabuni anaona kwamba ameletewa kusudio la kufungiwa, kuja kwetu, na kama tukibaini kwamba alivyotendewa sivyo, si tutasema hapana, zuio hili halina maana. Na vile vile hata kwa mzabuni, ulikuwa unazungumzia kwamba haki inatendekaje. Tunaangalia mchakato mzima jinsi ulivyoenda tangu zabuni ilipoanza kutangazwa mpaka pale ambao kulikuwa na kusudio la kutoa tuzo
tunaangalia mchakato huo mzima, na tukibaini kwamba mzabuni ambaye ameleta malalamiko au rufaa kwetu kweli amekizi vigezo, atapewa zabuni. Lakini pia kama tukibaini kwamba kile ambacho ameleta sicho na serikali ndio inapaswa ilifanya kwa usahihi, bado tutaungana na serikali na kusema kwamba serikali imefanya sahihi. Sawa. Yeah. Kwa sababu ni sehemu yako. Sheria umetaja hapa imebadilika takriban mara 4. Yes. Changamoto kubwa ni nini mpaka kila mara kunakuwa na mabadiliko? Labda nikwambie kama vile ambavyo biashara zinabadilika. Tehama inabadilika kila uchao. Utakuta kwamba kuna vitu ambavyo vimegeuka. Sheria haiwezi kabaki kuwa ile ile ambayo labda mzazi wangu alikuwa anaitumia, kwa sababu mazingira yameshabadilika. Hata nyie hapa Azam nadhani mlivyoanza si mlivyo leo. Kama mwezi ujao utakuta tumebadilika tena. Kwa hiyo sheria lazima iendane na mazingira ya wakati husika. Ndio maana serikali kwa kuangalia wananchi na mabadiliko ambayo yametokea inakuja na kuboresha, kwa sababu hatuwezi kuendelea kutumia kitu ambacho sio bora. Tunahitaji kuwa na kitu ambacho ni bora, ambacho kinawafikishia wananchi huduma kwa wakati. Ndio maana mabadiliko yanatokea. Nataka naomba niongezee kidogo kusisitiza. Ndugu yangu alieleza akafikia pale kwenye hatua ya kutoka kwenye taasisi nuzi, endapo mzabuni amelalamika, inakwenda kwa maana ya mamlaka, lakini bado kuna hatua nyingine baada hata kama hukuridhika na sisi, unaweza ukaenda mahakama kuu kwa ajili ya mapitio ya uamuzi ambao tumetoa. Kwa hiyo usije mtu asije akafikiria inaishia kwenu. Haishi kwetu. Unaweza ukapitiliza ukasema mamlaka ya rufani ya zabuni za umma bado siamini hiki ambacho umekitoa. Ukaenda kwa mahakama kuu na ukapata bado haki lakini kitu ambacho napenda nisisitize, kwa takwimu ambazo tulizo nazo, mara nyingi sana kama 90% hivi na mpaka 96 maamuzi ambayo tunayatoa huwa yanakuwa yanafikiwa na mahakama kuu. Nilikuwa napenda natamani niongezea hapo ili likae vizuri zaidi, kwa sababu tungeishia maelezo ya mwanzo tungeweza kujua kwamba wananchi wangeelewa kwamba likifika kwao kama imevuma ndio imeishia hapo. Na ndio tunateza mnyororo wenyewe sasa. Sasa kuna moja naomba niongezee kusisitiza, ni la kisera zaidi. Ndugu yangu ameeleza zile hatua mbalimbali ambazo zipitia kuanzia 2001, 2004, 11 na 2023. Lakini huko nyuma bado kulikuwa na mengine mengi tu ambayo nataka nijazie pale alipokuwa anazungumza. Tulianza hii shughuli zetu usimamizi wa mnyororo wa ugavi ulikuwa tangu zamani. Lakini tulirisi kwa wakoloni wa Kiingereza na Wajerumani. Tukatumia miongozo ya ambao tumeilisi pia wanaita financial orders. Tulivyotoka zile kwa sababu ya changamoto zilizokuwepo na tulikuwa tumelisi tu, ndio tukaja na mabadiliko ambao ndugu yangu Sando ameongelea. Sasa swala lako lilikuwa ni kwamba kwa nini tunabadilisha? Tulikuwa tunabadilisha mara kwa sababu ya changamoto zilizokuwepo kwa kipindi hicho. Kwa sababu wakati wa ukoloni na wakati wa uhuru na baada ya uhuru, mahitaji yameendelea kubadilika. Teknolojia imeendelea kubadilika na mambo mengine kadha wa kadha yamejitokeza hapo katikati. Sasa utaona katika haya mabadiliko yaliyokuwa na kuwepo, tulikuwa tunakosa msingi wa kisera. Ndio maana sasa kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi mahiri kabisa, tumekwenda sasa na hili tuliokuja nalo ambalo linaleta mageuzi makubwa katika uchumi wetu. Na hili sasa limeweka msingi sasa, ili kubwa sana, tukio moja kubwa sana ambalo hajawahi kuwepo tangu uhuru, kabla ya uhuru na sasa hivi. Tumefungamanisha sasa shughuli zote zile ambazo tumekuwa tukiongea hapa, kuanzia upatikanaji wa mahitaji, utambuzi wa mahitaji mpaka uondoshaji. Kila hatua, kila jukumu limewekewa msingi. Hata ndugu yangu Sando hapa, jukumu lake lile la kushughulikia malalamiko kwa kisera limewekewa msingi sasa. Kwa hiyo pale palipokuwa
anapafanya sasa au anatekeleza huku kwenye sera, tumeweka lengo, tumeweka shabaha, tumeweka tamko ambalo linaelekeza sasa kama mdau sasa namna gani anatakiwa kuimarisha mifumo au shughuli za kushughulikia malalamiko ya zabuni. Kwa hiyo moja ya changamoto ilikuwa ni hiyo. Ndio maana tumekuja na sera sasa ili iweze kutatua haya ambayo yamekuwa ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa sera sasa hivi ambayo ndio itaanza yenyewe nini sasa imezingatia, kwa sababu kama mabadiliko yalikuwa mengi, kipi ambacho kinafanya hii kama tukiweka sasa hivi tuna uhakika tutakwenda kule ambako tunataka? Ndio maana nimesema kwamba ununuzi wa umma na ugavi au mnyororo wa ugavi ulikuwa unatekelezwa. Tatizo lilikuwepo tu ni kwamba lilikuwa halitekelezeki kwa muktadha huu ambao tunaongea sasa hivi. Sasa hivi tumeandika kabisa kwamba hili linabidi liwe hivi. Kwa hiyo patakapokuwa pana changamoto kule kwenye utekelezaji, kuna sehemu ya kurudi. Naangalia hapa pako hii basi marekebisho. Ndio maana unaona ununuzi wa zamani ulikuwa naufanya, tulikuwa tutumii teknolojia. Lakini sasa hivi tumetoka tunakwenda kwenye teknolojia. Na imani hata baadaye ukija Azam unaweza kukuta tukifika Azam hatutahitaji maiki tena. Tunaweza kama tunakaa tunaongea tu kama kawaida, mambo yanaenda. Kama sasa ndio mnaona watu wamesimama na makamera. Na makamera lakini hapo tunaongea. Kwa hiyo hii mifumo ya tehama ni moja ya hatua kubwa ya kimageuzi ambayo inaendelea kubadilika mara kwa mara. Na ni imani kabisa na wote tunatambua kwamba sasa hivi huwezi kudili na watu haya mambo ya uadilifu, mambo ya nini ni magumu sana. Lakini kupitia mfumo, kwa sababu mfumo unaoambiwa wewe ufanye nini, kupitia mfumo hizi changamoto zote ambazo tunazoziongea na tunazozijua zitaondoka au zitapungua. Sawa. Kuna swali la anasema huyu Dasauda, habari hapo studio nzuri. Swali lake ni kwamba kwa nini serikali inachelewesha malipo kwa zabuni ili hali bajeti ya bidhaa lengwa itajika inakuwa imekwisha pangwa? Swali lake huyo ameuliza, bila shaka litakuja kujibiwa hapo vizuri baadaye. Haya, au tunajibu kwanza alafu tuendelee? Tunamwangalia nani, James ama Alex? Alex. James, karibu. Sauda, mara nyingi sana swali hilo ni moja ya vitu ambavyo nadhani huwa vinaulizwa mara nyingi sana. Na kwa sababu mwisho wa siku mtu akifanya kazi au akitoa huduma serikalini anatarajia kwamba alipwe, na serikali ina utaratibu wake wa kufanya malipo kwa wazabuni. Na maelezo mengi huwa yanapatikana kwenye mikataba ambayo serikali imeingia na mzabuni husika. Kwa hiyo mwisho wa siku, hata kama nikiangalia kwa mfano kwangu kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, kuna mchakato wa ndani. Hata kama utakuwa umetoa huduma kwetu, kuna mchakato ambao utaangalia kwamba wakati umekamilisha kazi fedha inatolewa. Inaweza ikachelewa, sawa. Wakati mwingine unaweza ukakuta imechelewa labda kwa sababu ya sisi wenyewe ambao tunafahamu kwamba si kila wakati unakuwa na hela wakati wote. Lakini mwisho wa siku ambacho mimi ningependa tu kusema kwa serikali, ukifanya kazi na serikali lazima utalipwa. Hata inaweza ikachelewa kwa muda mdogo, lakini lazima utalipwa, kwa sababu sijawahi ona mtu ambaye serikali imekaa bila kumlipa. Ninatolea tu mfano kwa taasisi ambayo ninaiongoza, hatujawahi tukakosa kulipa wazabuni. Kwa hiyo ina subira. Kwa hiyo subira nadhani ni kitu cha msingi sana katika swala la kutoa huduma serikalini. Sawa, bila shaka msikilizaji jibu lake limejibiwa vizuri sana. Na sasa kwenye sekta binafsi turejee hapa. Hii yenyewe sekta binafsi ina mchango upi hasa kwenye masuala ya ununuzi wa ugavi? Asante Bisauda. Sekta binafsi ni mdau mkubwa na muhimu sana
katika utekelezaji wa shughuli za mnyororo wa ugavi. Sekta binafsi ina mchango mkubwa katika ukuaji wetu wa uchumi. Ndio maana utaona katika sera hii ambayo sasa hivi inaendelea kuzinduliwa, itazinduliwa hivi karibuni, sekta binafsi imetambuliwa. Sekta binafsi ndio sekta ambayo inatoa huduma kwa serikali. Sekta binafsi ndio inayotoa ajira. Kwa hiyo kupitia sekta binafsi ndani yake utaona kuna makundi maalum ambamo kuna vijana, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Kuna wajasiriamali wadogo, kuna wajasiriamali wakubwa. Kwa mfano hapa tulipo Azam, hii ni sekta binafsi. Tunapata huduma. Leo hii utaona sisi tumekuja hapa kuhabarisha umma kuhusu masuala ya mnyororo wa ugavi, lakini tunatoa elimu. Watanzania wa kawaida kule au Watanzania wote kwa ujumla wanatusikia na ulimwengu unatusikia. Kwa hiyo ndio umuhimu wa sekta binafsi. Sasa kupitia sera tumeweka pia malengo, matamko yanazungumza, ambayo yote yanajikita namna gani sekta binafsi inatakiwa itumie zile fursa zilizopo kwenye sera. Kwa mfano mmoja tu, kuna haya magara au godown. Kupitia huduma ile ya usambazaji au uhifadhi, sekta binafsi ina nafasi hiyo. Kwa hiyo kwenye sera kuna fursa nyingi zipo ambazo kupitia sera basi hiyo sekta inaweza kutumia nafasi hiyo, na itakapotumia nafasi hiyo basi tunategemea kwa kiasi kikubwa itasaidia kuongeza ajira, itasaidia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, na baadaye pato la taifa inakuwa. Lakini bado tena katika sheria hii ya ununuzi wa umma namba 10 ambayo inatumika imetambua umuhimu wa sekta binafsi. Kwa hiyo sekta binafsi katika miongozo ya ununuzi wa umma na ugavi au supply chain kwa lugha ya Kiingereza imetambuliwa kwa hatua zote za mnyororo huo. Sawa. Kwa mtu ambaye labda anatusikiliza, inawezekana hata yuko kijijini huko, tunasikika sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali hapa Tanzania, hata kama yuko mjini mwingine, anaweza kuwaza kwamba sasa wanazungumzia ununuzi, masuala ya umma, siji masuala ya ugavi, siji mnyororo. Mimi mwananchi wa kawaida kabisa inanisaidiaje? Yani nahusika vipi? Unahusika kwa sababu serikali inatoa huduma kwa wananchi. Na huduma inayotoa kwa wananchi inatolewa na taasisi mbalimbali. Zile taasisi ndizo zinazotekeleza mnyororo wa ugavi. Kwa mfano, chukulia hospitali. Hospitali inanunua madawa, na haya madawa inanunua kwa utaratibu huu ambao nimekuwa nikiuelezea na nataka kusisitiza, utaratibu wa mnyororo wa ugavi. Na sisi kwa maana ya sera, mnyororo wa ugavi tumesema ni mtangamano wa shughuli za kuanzia hatua ya upatikanaji wa mahitaji, kununua, ambapo ndo tunanunua, tunapokea, tunaondosha, tunarejesha, tunatumia, mpaka hatua ya mwisho. Sasa kuna hatua moja hapo nimezungumza ya matumizi. Kwa hiyo zile dawa ambazo zitanunuliwa na hospitali zitakapofikia mwananchi wa kawaida ambaye sasa labda anaumwa au kuna changamoto, mlipuko wa magonjwa, basi yeye ananufaika. Kuna janga labda njaa, kuna taasisi moja ya serikali inaitwa NFRA. Ile inatunza vyakula kwa ajili ya kusaidia panapotokea hizo changamoto. Kwa hiyo huo ni mnyororo wa ugavi. Kwa hiyo ulianzia kununua hizo bidhaa, labda mahindi au mpunga, ukawekwa pale. Limetokea baa njaa, serikali inachukua yale inaenda kusambaza au kuwagawia wale wenye uhitaji. Kwa hiyo ndio manufaa yenyewe unayaona hapo. Labda nijaribu kuongezea. Naam, karibu. Jaribu kuongezea kwa ambacho amekisema. Unajua, ukiangalia kwa mtazamo huo ambao amesema vizuri sana, lakini serikali haizalishi yenyewe, wanaozalisha ni wananchi.
Sasa wakisema kwamba hawahusiki, nitashangaa kidogo, kwa sababu mahindi serikali hailimi, serikali inanunua kwa wananchi. Kama ni madawa, inanunua madawa kutoka kwa wananchi, viwanda. Kwa hiyo ukizungumza magari serikali haitengenezi magari, inanunua kutoka kwa wananchi hao. Kwa mwisho wa siku ni muhimu sana kwa mwananchi kujihusisha na hiki ambacho kinachozungumzwa leo. Ni muhimu sana mwananchi kujua mnyororo wa ugavi. Ni muhimu sana kwa sababu ana sehemu kubwa sana ambayo yeye anahusika. Sawa. Tutaangazia tena ujumbe, lakini kuna hii siku ya uzinduzi wa sera. Tumezungumza hapa kutokuwa na sera mpya, mabadiliko yamefanyika, lakini itazinduliwa hivi karibuni. Hebu tuizungumzie hii uzinduzi. Utafanyika lini hasa na nani atakuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi huu, na japo kidogo, ili yule ambaye anatusikiliza apate kuelewa kwamba akisikia uzinduzi wa sera basi atakuwa anajua kwamba nilisikia UFM Radio akizungumza kuhusiana na swala hilo. Asante. Uzinduzi wa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ya mwaka 2025 unatarajia kufanyika tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu 2026 na utafanyika makao makuu ya nchi Dodoma, katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika uzinduzi huo wizara imealika wadau mbalimbali kutoka sekta ya umma na sekta binafsi. Ina maana wizara, idara, halmashauri. Ukisema kwenye wizara pale, wakuu wa taasisi, maafisa wa kawaida, halmashauri kutakuwa na wakurugenzi, asasi za kiraia, wadau wa maendeleo na wananchi wote, ikiwemo waandishi wa habari. Wote tumewaalika kwenye hiyo. Katibu mkuu amewaalika pale waje kushiriki kwenye uzinduzi huo, na utakapozinduliwa ndio utakuwa mwanzo rasmi sasa wa kuanza kutumia hiyo sera. Lakini bado tunahamasisha wadau wengine wote kushiriki. Lakini pia bado tuna hizi website. Tumesema tunakwenda kidijitali sasa. Website zetu kwa kuanzia tu au kwa kusema sache, website ya wizara ukiingia utaona, ukienda website ya PRA utaiona, ukienda website ya JIPSA utaiona na kadhalika. Na pia niongeze kitu kimoja tu kwenye uzinduzi huu, kama nilivyosema mwanzo, sera kama sera huwa haiwi sera peke yake. Sera inakuwa na mkakati wake, na huo mkakati kunakuwa na mambo mengi ambayo yameainishwa kwamba kila mdau, hata Bisauda hapa mdau au Azam pale, una jukumu lake pale. Kwa hiyo sera ndio mkakati, na ule mkakati ni miaka 10. Kwa hiyo pale kwenye uzinduzi haya yote ambayo tunayazungumza yatakuwepo. Kutakuwa na mabanda pale nje, watakuja kupata taarifa mbalimbali, watakuja kuona ndugu zangu wa PRA wanafanya nini, wizara inafanya nini na kadhalika, PPRA wanafanya nini, na wengine wadau wengi ambao watakuwa wamefanikiwa kushiriki katika siku ya hafla ya uzinduzi. Sawa. Tafanyika pale Dodoma. Na kama rais alivyosema kwamba mifumo yote bila shaka sasa inatakiwa ionane, somane. Mambo yasiwe mengi kwamba huku umetoka huku haja kuona huku kila kitu kinaenda. Labda niongeza tu kwa mifumo kusomana hapa. Huyu bwana ana jambo lake moja kwenye mfumo ambao ndio mfumo wa ununuzi wa umma. Nadhani anaweza kaongezea kidogo. Ndio tunafunganisha. Karibu sana. Moja ya vitu ambavyo nadhani tumefanya kupitia wizara, kwa sababu si tunafanya kwa niaba ya wizara, sio kwamba ni sisi. Tuko chini ya Wizara ya Fedha, na katika mfumo wa NeST tuna moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko ambayo ilizinduliwa rasmi 2025 mwezi wa 2 na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Kwa hiyo ni moja ya mabadiliko ambayo ulikuwa unasema kwa nini serikali inabadilika kila wakati, sheria mbona kama haikai ikatulia, kwa sababu teknolojia haibaki ile ile. Kwa hiyo katika kuwasilisha malalamiko
wazabuni na taasisi nunuzi walikuwa wanabeba mafaili kutoka maofisini kwao kuja kutuletea sisi, lakini kwa sasa hawahitaji kufanya hivyo. Wanahitaji kukaa ofisini, mradi uwe na internet au uwe na mtandao, unatumia dokumenti zote, na uzuri dokumenti nyaraka zote za buni zipo katika mfumo wa NeST. Kwa hiyo tumeunganisha taasisi nunuzi zote nchini na wazabuni wale ambao wameshiriki kwenye tenda wana uwezo wa kuwasilisha malalamiko yao na rufaa zao kupitia moduli hii ya kushughulikia malalamiko ambayo inaitwa Complaints and Appeals Management Module. Okay. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya hivyo, na mpaka sasa wazabuni ambao wamewasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi nafikia kama takriban malalamiko karibu 600 hivi kutoka kwa wazabuni. Na sisi tumeshafanya maamuzi yaliyopita kwenye moduli hii mashauri 26. Kwa hiyo kuna faida za kutumia moduli hii. Moja, inaokoa muda na gharama kwa sababu hutahitajika kusafiri kuja kwetu Dodoma, lakini inatunza kumbukumbu, usahihi wa kumbukumbu. Wakati unajua zoezi zima la mchakato wa ununuzi wa zabuni wa bidhaa linahusisha sana nyaraka, na sisi ili kutoa maamuzi sahihi lazima tutumie nyaraka. Sasa hizo nyaraka tusipozipata kwa wakati, maamuzi huwa yanachelewa. Kwa hiyo uhifadhi wa kumbukumbu umeongezeka, uwazi umeongezeka, kwa sababu taasisi nunuzi na wazabuni wanaweza wakajua kama ni lalamiko lake liko sehemu gani. Lakini pia sisi tuna takwimu ambazo zinatusaidia kuangalia mashauri yote ambayo tulikuwa hatuna. Mara nyingi tulikuwa tunaendesha tu, hatujui kwamba mashauri mangapi yametokea kwenye taasisi nunuzi husika. Lakini kwa sasa hivi tuna uwezo wa kujua kabisa taasisi nunuzi husika ina mashauri mangapi ambayo tunaweza tukaangalia. Kwa hiyo ni faida nyingi ambazo inarahisisha zoezi, mchakato mzima wa zoezi hili. Sawa. Na inapotokea malalamiko yameletwa, huwa yanachukua muda gani mpaka kufanya? Sasa sheria, unajua sisi tunatawaliwa na kwenye sheria tunatawaliwa na muda. Yaani kila hatua zote za malalamiko zinatawaliwa na muda, na serikali imeweka hili ili iruhusu miradi yake iendelee. Ndio maana haikuchagua kupita kwenye mkondo wa mahakama, kwa sababu tunajua kwamba huyu inachukua muda mrefu. Kwa sisi tangu shauri tumelipokea mpaka maamuzi yametoka, yanatakiwa yametoka ndani ya siku 40. Na mara nyingi sisi tunatoa mashauri kati ya siku 30 mpaka 35 tayari tulishatoa mpaka 40, kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo serikali inaweza ikaendelea, baada ya hapo serikali inaweza ikaendelea na kutoa na mradi ambao kama ulikuwa unapeleka madawa, ilikuwa inajenga barabara, ilikuwa inaopelekea watoto shule, maji, vyote hivyo inaweza ikafanya hivyo, na ukiangalia ni muda mfupi. Kwa hiyo huduma inakuwa imewafikia wananchi. Labda niseme cha mwisho, tumekuwa tukitoa mafunzo kwa wadau. Tumetoa kwa wadau wazabuni tumetoa mafunzo kwa wazabuni 2100 hivi, na vile vile hata kwa taasisi nunuzi watumishi tumetoa 2123 kama sikosei. Kwa hiyo ukiangalia sio kwamba tu moduli ipo, lakini pia tunatoa elimu ya namna ya kutumia moduli hiyo. Na tumepita katika kanda zote, kanda ya Ziwa, kanda ya Mashariki, ya Kaskazini, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tumepita kwenye mikoa ya huko kusini yote, tukihakikisha kwamba tunatoa fursa ya wazabuni na taasisi nunuzi kufahamu hii moduli, na bado tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu ni jukumu letu. Shukrani sana. Kwenye hii sera ambayo itazinduliwa tarehe 8, ni kipi kitakuwa cha kipekee ambacho kitaleta labda manufaa makubwa japo kidogo sana, kabla sijaingia kwenye ujumbe hapa? Kikubwa sana ni shughuli za mnyororo wa ugavi zitatekelezwa kwa uwazi, ufanisi na uwajibikaji, na thamani halisi ya fedha kupitia shughuli hizo
zitapatikana. Sawa. Kuna swali hapa anasema suala la kutulipa kwa wakati hapo serikalini ni swala sugu sana, hasa kwenye halmashauri ya Mansuri kwenye mashauri yetu. Anasema anaitwa Mansuri na Linga wa Dar es Salaam, lakini anasema ukifanya kazi na serikali kama una mtaji mdogo, kazi unayo, usipoangalia utafilisika kwa kutolipwa kwa wakati. Kutolipwa kwa wakati ameandika hivyo. Hilo mtangazaji, naomba tulipokee, lakini kama alivyoeleza ndugu yangu, sheria na miongozo iko wazi kabisa kwamba shughuli zote, kwa sababu linaanzia kwenye ununuzi, zinatakiwa zitekelezwe kupitia mifumo. Na ili uanze kuanzisha michakato ya ununuzi lazima uwe na pesa uwe na pesa ya shughuli hizo. Kwa hiyo haya mambo mengine ambayo anazungumza ndugu yangu wa Karatu hapa ni mambo ya kiutendaji, lakini tuna imani kabisa kupitia mifumo hii ambayo tumesema sasa tunataka tuimarishe, ifungamanishwe, haya matatizo yatakuja. Sawa. Muda wetu umekwenda nao, japo naona malalamiko kuhusiana na kucheleweshwa kwa malipo ndio yamekuwa mengi zaidi kwa wasikilizaji, lakini tayari umeshatoa ufafanuzi imekuwaje. Swala la kidogo ambacho nataka kumalizia Alex, japo kwa sekunde kadhaa, maana saa 5 kamili hapa ni muhtasari wa habari. Ambacho kidogo nitakumalizia. Mimi la kwangu la kumalizia ni kushukuru, lakini pia kuhamasisha wananchi wote tushiriki kwenye shughuli hizi, lakini pia kama nilivyosema, sera na mkakati wake, tutumie nafasi hii nzuri na mageuzi haya makubwa ambayo yamekuja sasa, serikali imeyaleta, kutumia fursa zilizopo kwenye shughuli za mnyororo wa ugavi, na kuhamasisha sana hasa vijana watumie fursa hizi, alafu tuimarishe makundi yetu haya, basi tutaweza kupata ajira, kipato, na kutakuwa na maendeleo endelevu kwa taifa letu, kila mtu akishiriki kamilifu. Asante sana James. Mimi nipende tu kuendelea kusema kwamba tuwe na imani na serikali ambayo ipo madarakani, lakini pia tuwe na imani na mifumo ambayo serikali imeweka, kwa sababu mifumo imewekwa kwa ajili ya kusaidia wananchi, na hususan mifumo hii ambayo iko katika mnyororo ugavi iko ikilenga kwamba wananchi wapate haki zao. Na sisi kama wadau wakuu katika mnyororo wa ugavi tunasema kwamba tutatoa dirisha dogo hata kwa vijana, kwa sababu tunajua nchi hii ina vijana wengi. Tukiangalia mashauri, tutawapa nafasi ili tuweze tukayasikilize na wao waweze kupata haki zao, ili waweze kushiriki katika ujenzi wa taifa hili, kwa sababu nchi hii ni ya kwetu sisi. Asante sana. Na msikilizaji, tulikuwa na mengi hapa ya kuzungumza, lakini kubwa ambalo tumezungumzia hapa, bila shaka umesikia vizuri, tumeangazia sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi au manunuzi ya umma kwa mwaka 2025. Tumejadili kwa kina hapa, na lengo kubwa ilikuwa ni kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma. Imedadavuliwa kwa kina, lakini nilikuwa naye James Sando. Karibu sana. Nashukuru sana Sauda. Huyu ni katibu mtendaji kutoka mamlaka ya rufani za zabuni za umma, lakini vile Alex John Haraba, karibu tena siku nyingine. Asante. Huyu ni kaimu kamishna idara za sera za ununuzi wa umma, Wizara ya Fedha.